Ligi kuu soka Tanzania bara imetamatika hapo jana Juni 30 na tumeshuhudia michezo ama kabumbu likipigwa katika viunga mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam na mikoani huko. Hakika ilikuwa ni ligi iliyokuwa na changamoto nyingi kwelikweli na maneno mengi yakizungumzwa, hasa mbio za bingwa kunako msimu huu, lakini kubwa tunajaribu kuangazia tuzo ya MVP nayo imegonga vichwa vya habari, ambapo hapo jana baadhi ya wachezaji wakiwa wanaweka rekodi zao sawa ili kwenda kwenye kinyang'anyiro hicho. Basi yote haya nimekuandalia takwimu nzima na ni nani anastahili kuchukua tuzo hiyo. Usisahau kwamba hii ni Fumo 255. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Na tukirudi kwenye tuzo ya MVP msimu huu, ambapo kumekuwa na gumzo mtandaoni huko na wengi wakihusanisha mchezaji wa klabu ya soka ya Young Africans Alan Okello, usajili wa dirisha dogo hili ambalo lilifanyika mwezi Januari na limezaa matunda kwelikweli kwa Young Africans dhidi ya mchezaji Faisal Salum Feitoto wa Azam FC, na takwimu zao zinaonyesha namna hii, na hapa tunaweza sasa kuona ni nani anastahili kuwa MVP msimu huu. Tukianzia na Alan Okello, ni mchezaji wa Young Africans kutokea pale nchini Uganda, lakini mchezaji ambaye amekuja Young Africans na kuitumikia wakati wa dirisha dogo. Amekuwa na msimu ulio bora kuliko wachezaji wengi kwelikweli ambao waliuanza msimu pamoja, kwa maana mwaka huu 2025-26, na Alan Okello wakati anakuja Young Africans mpaka msimu unatamatika amefanikiwa kufunga jumla ya magoli 11 kwenye msimu huu, na amekuwa kinara kunako Young Africans. Hakuna mchezaji yoyote wa Young Africans ambaye amefunga idadi hiyo ya magoli. Hili ni jambo zuri na ni bora na uliofanikiwa kwa, lakini Alan Okello pia amefanikiwa kutoa assist, jumla ya assist 7 kwenye michuano hii ya ligi kuu soka Tanzania bara tangu ajiunge na Young Africans, na hivyo tunaweza tukasema idadi ya magoli 11 na assist zake 7 zinamfanya kuwa ameshiriki kwenye jumla ya magoli 18 kunako Young Africans. Hii ni takwimu kubwa na iliyo bora kwelikweli, kwa sababu wapo wachezaji ambao hawakufanikiwa kufanya ama kufikia kwenye takwimu za namna hii. Lakini tukiangalia pale kwa Azam FC, kwa maana Faisal Salum Feitoto, takwimu zake zinaonyeshaje? Zipoje hivi? Faisal Salum Feitoto huyu ni mchezaji wa Azam FC, lakini kwenye msimu huu wa mwaka 2025-26 mpaka hapo jana Juni 30 amefunga jumla ya magoli 15 wakati duru la ligi kuu likiwa linatamatika. Lakini ukiachilia mbali kwenye idadi hiyo ya magoli 15, Faisal Salum amehusika kwenye assist ama pasi za mwisho zilizozalisha magoli, jumla ya pasi 9, na hivyo tunasema sasa goal aggregate Faisal Salum amehusika kwenye jumla ya magoli 24, kwa maana ya 15 aliyofunga na assist 9, inafika idadi ya magoli 24 ndani ya Azam FC amehusika. Na hapa sasa tunaangaza sasa ni nani anastahili kuwa MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa mujibu wa takwimu hizi, lakini watu wakiwaangazia wachezaji hawa wawili kwa jicho la karibu zaidi. Ukiangalia Faisal amefunga magoli 15 wakati Alan Okello amefunga magoli 11, kwa maana Faisal amemzidi Alan Okello magoli 4. Na ukiangalia Faisal ametoa assist ya magoli 9 wakati Alan Okello ametoa assist ya magoli 7. Kwa hiyo pia hapa Alan Okello amezidiwa kwa maana ya assist 2. Kwa hiyo amezidiwa magoli 4, lakini pia kwenye upande wa assist Alan Okello amezidiwa assist 2. Na ukiangalia kwenye mchango wa jumla, Alan Okello kwenye magoli ndani ya Young Africans amehusika kwenye magoli 18, na wakati huyu Faisal amehusika kwenye magoli 24. Unaona takwimu inambeba zaidi Faisal Salum Feitoto, na kwa mujibu wa takwimu hizi basi
tunaanza kusema kwamba Faisal Salum mchezaji wa Azam FC anastahili na yeye ndiye mchezaji bora wa msimu mwaka 2024-25-26, hivyo ni MVP mpya wa msimu huu. Na Faisal Salum anastahili tuzo hii pia kwa sababu amekuwa na mwendelezo mzuri, consistency nzuri, ama rhythm kwenye mchezo wa mpira wa miguu tunasema hivyo. Amekuwa na rhythm nzuri kwa maana kwamba alikuwa anashindana na msimu wa 2023-24 alikosa tuzo hii. Alikuwa anashindana na Stefan Aziz Ki, ambaye Stefan Aziz Ki alikuwa amefunga jumla ya magoli 21 kwenye msimu huo, lakini pia Stefan Aziz Ki alikuwa ametoa assist 8, wakati Faisal Salum alikuwa na magoli takriban kama 19 hivi, alizidiwa kama mawili na Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo ilikuwa ni chupu kwa Faisal kuchukua tuzo hii kwenye msimu wa 2023-24. Kwa hiyo Faisal amekuwa na msimu mzuri sio tu mwaka huu lakini amekuwa na mwendelezo ulio bora kunako ligi kuu. Kwa hiyo takwimu kwenda kwake zinamstahili pia, lakini pia hauwezi kuacha kumsifu bwana mdogo huyu Alan Okello kwa sababu kuna wachezaji kutoka kwenye timu kubwa nyingi tu. Tumeona hata Simba Sports Club hakuna mchezaji ambaye anafikia takwimu za Alan Okello. Hakuna mchezaji wa Simba yoyote yule unamjua wewe ambaye ana magoli 11 ama magoli yanomzidi Alan Okello. Hakuna. Na hivyo basi unaweza ukaona hii ni kwa namna gani Alan Okello anastahili pongezi, kwa sababu kuna wachezaji Simba na timu nyingine ambao walianza ligi tangu mapema, lakini Alan Okello dirisha dogo tu la mwezi Januari amefanya vyema mpaka tunaona ligi imetamatika hapo jana. Kwa ni mchezaji ambaye anastahili pongezi na ni usajili ulio bora kwa Young Africans, na hatuna la kumpongeza zaidi ya kumsifu mchezaji huyu, lakini zaidi tusiache kumzungumzia Faisal Salum kwa maana amekuwa na misimu iliyo bora kweli na siku zote amekuwa na consistency nzuri kwenye ufungaji magoli. Kwenye tuzo hizi tunaweza tukasema Faisal Salum atachukua tuzo kadhaa na huenda akawa ni mchezaji ambaye ataondoka na tuzo nyingi zaidi wowote msimu huu, kwa sababu tuzo ya MVP, lakini pia anaweza akachukua tuzo ya kiatu kwa maana cha dhahabu mfungaji bora. Anaweza akachukua tuzo ya kiungo bora kwa maana ukiangalia na wachezaji wengine ambao wamefanya vizuri kumzidi yeye hakuna. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Faisal Salum akaondoka na takribani jumla ya tuzo 3 na ama 4, kwa maana kwenye wachezaji 11 wa kikosi cha kwanza, yani wachezaji wote watakao kusanywa kutoka kwenye timu mbalimbali wa kikosi cha kwanza cha msimu wa 2025-26, basi huwezi kuacha kumtaja Faisal Salum. Kwa anaweza kaondoka na tuzo nyingine hapo, kwa takriban tuzo 4 zinamnyemelea mchezaji huyu. Lakini pia ukiachilia mbali hiyo, unaweza ukasema kuna wachezaji ambao wanaondoka na tuzo ikiwemo ni Djigui Diarra. Djigui Diarra amekuwa na msimu ulio bora na hivyo tuzo ya golikipa bora inamhusu. Amekuwa na clean sheet 17 msimu huu. Hakuna mchezaji wowote ambaye ana clean sheet kumzidi Djigui Diarra. Mchezaji wa Simba Kasal, golikipa huyu wa Simba, ana clean sheet 15 tu ukimlinganisha na Djigui Diarra mwenye clean sheet 17. Wakati Aish Manula ana clean sheet 12. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani Djigui Diarra akaondoka na tuzo hii. Basi hizi ni takwimu ambazo zinambeba Faisal, lakini takwimu hizi nimekudodosia kidogo zinazombeba Djigui Diarra, golikipa wa Young Africans. Na pia hapo jana tumeshuhudia wakati ligi ikitamatika, kwa bahati iliyo mbaya kweli tunampa pole Pacome Zouzoua kwa sababu kwenye mchezo hapo jana dhidi ya JKT Tanzania alipata majeraha kwa maana alivunjika, lakini tunasubiria taarifa rasmi kutoka ndani ya klabu ya soka Young Africans ituambie maendeleo ya mchezaji huyu yapoje mpaka hivi sasa. Kwa hiyo Pacome Zouzoua kuwa na msimu ulio bora kweli, kwa maana kwamba amekuwa na msimu ambao wa kawaida sana huu mpaka unamalizika, lakini pia kwa bahati iliyo mbaya amemaliza msimu vibaya kwa majeraha hayo kwa mchezo wa hapo jana. Kwa hiyo tunasema pole pia kwa mchezaji huyu, lakini
hongera kwa mchezaji wa hongera kwa klabu ya Young Africans kwa kufanikiwa kutoa tuzo kwa kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu hiki ni kitu kikubwa kwelikweli na wanastahili pongezi. Misimu 5 mfululizo Young Africans inafanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, sio kitu kidogo. Kuna timu nyingi hapa zinahitaji ubingwa huu lakini hazikufanikiwa. Hii ni Fumo 255, usisahau kusubscribe, like na comment, ambapo hapa tunakupa kila kinachotrend huko mitandaoni.